Na ndio kwa maana imekuwa vigumu sana watu wafike mahali Mungu anataka wafike, kwa sababu kanisa imebakilia excitement ya maneno matamu lakini ambayo hayana nguvu. Kanisa imebakilia uzuri wa kuonekana, uwingi wa watu, lakini nguvu za msalaba zimebadilishwa zikafanywa kuwa nguvu za pesa, zikafanywa kuwa nguvu za biashara, zikafanywa kuwa project, zikafanywa kuwa mambo mengi kadhaa wa kadha ambayo sio mengine mbaya, lakini yameondoa ukweli wa msimamo wa kanisa. Kanisa ni parking. Kanisa ni mahali ya kuegezea mioyo ya watu wakingojea mbingu. Kanisa ni mahali vile hapo nje tumeegeza gari zetu zikingojea ibada iishe tuondoke. Ndivyo kanisa ni parking ya kuegezea mioyo ya Wakristo wakingojea parapanda. Lakini shida imeingia kanisa kwa sababu pahali ya kuandaa mioyo tumeanza kujiandaa akili kwa vitu vingine. Maneno moja ya Biblia, mwaka unaweza kuanza na kumalizika haijaguzwa. Kwanza mfano, ukikuta mtu anasoma kitabu cha Danieli, maana yake anasoma Danieli sura 6 ama Danieli sura 3, mahali atakwambia Meshaki na Shadraki wakaingia kwa moto na wakatoka. Mungu ni mkubwa. Danieli katika pango la simba akaingia na akatoka. Mungu ni mkubwa. Muulize, nini Danieli ameongea kuhusu siku za mwisho? Hawataki kuguzia. Kanisa nyingi mwaka utaanza na mwaka ufike mwisho, hakuna siku wataguzia kitabu cha Ufunuo. Kwa nini? Kwa sababu wanataka tu waguze historia ya Daudi, na Daudi akamuua Goliati. Daudi aliuaga Goliati na akamaliza, lakini naye akakufa. Wanataka tu waambiwe, na Yesu akasimama kwa kaburi ya Lazaro akasema Lazaro aka. Ingawaje aliangusha Lazaro, bado Lazaro alikuja kufa baadaye. Tunataka historia za kututia nguvu na ni nzuri, lakini pia tutaelewa ya kwamba hatujengwi kwa kuchipuka katika roho, tunajengwa kwa kukomaa katika roho. Kama unanisikia sema amen. Kwa hivyo ndio maana Mungu anataka kila wakati tuwe tukirudia kujikumbusha ukweli wa Injili, ni kwamba tuko duniani kwa muda mchache, na siku moja, tutake tusitake, maisha tunayoyaishi duniani yatahakikisha maisha tutakayoyaishi baadaye. Haleluya. Wengi waliambiwa ya kwamba baada ya kifo wanaweza kuombewa msamaha. Wengi tulilelewa tukijua ya kwamba watakatifu wengine watakapobakia nyuma wanaweza kutulilia baada ya sisi kuondoka, na Mungu akatukubali. Wakatuambia tunapokufa tunapelekwa mahali, tunakaa hapa tukingojea, tukipata wengi wa kutulilia Mungu atasikia huruma, alafu tutoke hapo tuingie paradiso. Tukiingia paradiso tuingie mbinguni. Watoto wa Mungu, hakuna mahali neno la Mungu linasema hiyo. Neno la Mungu linasema, maana imeandikwa kufa mara moja, na baada ya kifo hukumu wa milele. Maana yake mtoto wa Mungu, upende ama usipende, siku moja utakufa. Na baada ya kufa hakuna excuse, hakuna kutetewa, hakuna ndugu kukuongelea, hakuna ndugu kukukumbuka, hakuna yeyote kukuombea kwa Mungu. Ni wewe kungojea huko. Inamaanisha maisha tunayoyaishi leo ndiyo yatahakikisha mahali tutakuwa kesho. Tumezoea kuishi kwa chakula ya majirani mpaka tunataka hata tukifa majirani waendelee kutuombea.
Mungu anataka uelewe kwamba njia ya mbinguni ni ya upekee, na yeyote ambaye amekubali kuifuata njia ya mbinguni, wokovu wake utakuwa wa upekee. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Kwa hivyo somo ambayo tunaianza leo inaitwa eschatolojia. Somo ya kiexkatolojia ni somo gani? Ama eschatolojia ni nini? Eschatology is a study of the end time. Eschatolojia ni majifunzo ya siku za mwisho. Hiyo tu ndio a simple definition. Sitaingia kiteolojia hapa kwa sababu hakuna mtu teolojia imeokoa. Nitatembea kwa maandiko vile Mungu ataruhusu, na alafu tutatembea pamoja. Watafiti wa kiteolojia wanakuambia ya kwamba kuna aina mbili ya eschatolojia. Kuna ya kwanza inaitwa individual eschatology. Individual eschatology, na ya pili inaitwa collective or general eschatology. Ninakuandaa ili kwamba uelewe mahali tunaelekea. Individual ni gani? Eschatolojia ama kujifunza juu ya siku za mwisho. Individual ni somo ambayo unaifunza ama unajifunza uelewe mwisho wako kama Mkristo binafsi ni gani. Maana yake kifo yako itakuwa namna gani? Tuna uoga wa kufikiria kifo, na ndio kwa maana wengi wanakufa by accident. Tuna uoga hata wa kuuliza Mungu, siku yangu ya kufa itakuwa namna gani? Kwa sababu hata huyo Mungu ambaye anajua siku yako ya kufa, uhusiano wako na wewe hauko. Individual eschatology. Eschatolojia ya pili inaitwa collective ama general eschatology, ambayo inazungumzia juu ya mwisho wa mambo yote, kutoka rapture mpaka umilele, kutoka kunyakuliwa kwa kanisa mpaka umilele. Inamaanisha nini? Watoto wa Mungu, kuna event ambazo tutaziguza kwa muda ambao tutaenda kwa hii somo. Hii somo iko na segment nyingi ambazo unahitaji uelewe kama Mkristo. Wengi wetu hatujakuwa Wakristo wazuri kwa sababu hatujaelewa tunaenda wapi. Kila mtu ambaye ana maono anatembea kwa mpango, lakini Mkristo asiye na maono anatembea kwa upofu. Mahali tunaelekea, lakini kila Mkristo ambaye anajua baada ya hii maisha kuna maisha mengine yatakuja, na baada ya hii maisha kuna maisha mengine yatakuja. Mtoto wa Mungu anatembea kwa uoga. Kwa neema ya Mungu, nakumbuka miaka kadhaa imepita, nilipata neema wakati fulani nilikuwa kwa maombi na nikachukuliwa katika mwili, nikapata neema ya kuona kidogo uzuri wa mbingu. Nilipoamka kuendelea kwa maombi, nikalia Mungu, ungeniruhusu nibaki huko. Mtoto wa Mungu, yawezekana sijafanikiwa kusafiri sana, lakini nimefanya utafiti mwingi kuangalia miji na vijiji. Sijaona mji ambao inakaa kama uso ya mbingu. Ungali unatembea kwa dhambi, ungali unajichanganya kwa dhambi kwa sababu hujapata neema kuona mbingu. Ukiona mbingu utachukia dhambi. Ukiona mbingu utachukia hata hii maisha ya uchafu tuko tunaishi. Utajiuliza, bora ninateseka duniani ikiwa mbingu iko na mbingu ni nzuri kama vile. Naomba Mungu akupe neema siku moja uingie mbinguni. Nasema Mungu akupe neema, mtoto wa Mungu, siku moja uingie mbinguni. Nasema Mungu akupe neema zaidi ya vyote vinavyokuzunguka, siku moja uingie mbinguni. Vyote ambazo unaviona duniani, mtoto wa Mungu, ni vya kupita tu. Siku moja nilienda kuombea mtu, ametolewa Amerika kwa sababu sasa ameona maisha yake yanafika mwisho, anaomba arudishwe nyumbani kwake kwa sababu anafaa sasa kuja afariki. Wametibu kila kitu, lakini kansa imemkula, imekataa kumwachilia, na akarudishwa nyumbani. Na aliporudishwa nyumbani,
tukaenda kumwangalia akiwa kwa hali mahututi, na tulipofika hapo anakaa hapo tu. Nikauliza, huyu ndiye nani? Wakaniambia huyu ni mmoja wa wale watu ambao kwa dunia wako na PhDs nyingi. Amesoma kusomea, iko na PhDs, huwezi kuhesabu hizi degrees, sahau. Talk of masters, sahau. Diplomas anaweza kufunga kwa box, anaweza hata kukugawanyia hata wewe, lakini amekulika kwa kitanda na anataka kufa. Shida ni moja tu, amesoma yale yote, lakini kwa watoto wake hakuna hata mmoja atarithi hizo documents. Ataondoka dunia hii, ataondoka, atazikwa kaburini, na hakuna hata mmoja wa watoto wake atajipresent aseme I am Dr. so and so. Dokta akienda na udaktari unaisha. You are an engineer because you are breathing. You are a teacher because you are breathing. You are a pastor because you are alive. Pumzi ikiondoka, hakuna mtu ataamka achukui degree yangu aseme na mimi ninakuwa Pastor Ackson. Kwa nini? Kwa sababu vyote tunajivunia dunia hii ni vitu ya kupita, ni vitu ya bure, havina maana, ni vitu vya kutudanganya, ni vitu vya kutufanya tuwachukie watu, tuwapige watu, tupigane, tuchukiane, tuuane, lakini hatuendi navyo mahali. Hakuna siku nitakufa wakanichukua wakanizika kwa madhabahu ya BMI. Hawawezi. Hii madhabahu hata niipiganie namna gani, nitakapokufa mtatafuta nafasi ndogo sana, mchimbe mwekelee mwili wangu hapo, na historia yangu inaisha. Atakayeendelea na BMI sijui ni nani. Hata nikisema huyu ataendelea, wengine wanaweza kumkataa na wanabadilisha historia. Kwa hivyo vitu ambavyo tunavipigania, iwe ni huduma, iwe ni karama, iwe ni nini, vitabaki hapa. Mbona tusipiganie vitu vyenye vina thamani kubwa? Mbona tusipiganie vitu ambavyo vitatufuata baada ya maisha? Mbona tusipiganie wokovu ambao utatufuata baada ya kifo? Mbona tusipiganie Kristo ambaye hata kaburini atakuwa na sisi? Kwa nini kanisa tunakubali kuingia kwa upofu wa kuonyeshwa vitu? Ndugu mmoja alikufa Nigeria, wakamzika kwa hama nzuri, amefanya command, wakamweka ndani, wakashusha kwa udongo. Nilifikiri akiingia kwa udongo na hama atatoka, walipofunika na ikaisha. Hata wakikuzika kwa limousine, kwenda utaenda. President Mobutu, watoto wake waliishi Kongo wakisomea Ulaya. Alipokufa akazikwa kwa kaburi, hakuzikwa kwa hewa. Muhammad Gaddafi alijiita mfalme wa Afrika. Alipokufa aliuawa kwa shimo ya kupitishia maji chafu, sewage. Unaneema wewe ya kwamba ndani yako kuna Kristo. Inamaanisha hata ukifa leo, kesho utaendelea kuishi. Inamaanisha hata ukitoka dunia hii una makao mengine. Inamaanisha hata tukiondoka tuna mahali tunakwenda. Mbona tusipiganie basi wokovu? Mbona tusipiganie utakatifu? Mbona tusipiganie utakaso? Mbona tusipiganie kujiweka wakfu? Mbona tusipiganie kukaa katika uwepo wa Mungu, ikiwa ndiyo itakuwa mwisho wa maisha yetu? Watoto wa Mungu, tupende tusipende, siku moja huyu Mungu ambaye tunamkimbia ndiye atakuwa suluhisho ya mwisho tu kwa maisha yetu. Huyu Mungu ambaye tunamkataa, huyu Mungu ambaye tunampinga, huyu Mungu ambaye hatutaki tuambiwe, huyu Mungu ambaye anatuboesha kila siku, ndiye atakuwa suluhisho ya mwisho kwa maisha yetu.
kwa sababu baba wanaweza kuwepo, lakini watakufa tu. Nilimpenda baba yangu sana kuliko kila mtu, na kuandaa ili kwamba tutakapoingia kwa somo, nitakaposoma na ninaanza somo kiundani, nasema nilimpenda baba yangu kuliko kila mtu ambaye alikuwa karibu yangu, kwa sababu alikuwa na ujuzi wa hekima ya kipekee kwa maisha yangu. Nafikiri ni vigumu tukae mimi na wewe siku mzima bila mimi kuquote one of his words yenye aliniambia. Na siku moja alikuwa na zoezi ya nguvu sana, ukimkosea anakupiga tu, anakuonesha kama anakushinda nguvu. Lakini siku moja alikuja kwangu akiwa mgonjwa, na nilikuwa nakaa 4th floor. Alipopanda 1st floor na 2nd, nikasikia alafu nilikuwa nyuma yake, nikamshika hivi, na nilipojua niko nyuma yake akalala hivi, na nikasikia nguvu zote zinaisha. Akapumua. Nikaangalia mama hivi, nikamwangalia hivi, nikajiuliza, huyu ndiye mtu ambaye nilimwona akinitikisa hivi na nguvu zote kwa maisha yake. Mbona hii dunia haina shukrani? Hizo nguvu zimeenda wapi? Hiyo uweza wake alikuwa anafanya mchana akiamka, anatambia nyinyi mko ovyo sana, anaanza kufanya tizi kwa uwanja, anatuonyesha vile alikuwa namba 2 kwa uwanja. Lakini siku hiyo kupanda stairs kamshinda. Nikamwangalia hivi, nikasema huyo ameenda huyo. Nikagundua kwamba hata mimi hizi nguvu ninazo ni za muda kidogo. Hii uwezo wa kuruka na kihubiri ni wa muda kidogo. Ndio kwa maana ninapohubiri, ninahubiri kwa nguvu, ninahubiri kwa uwezo, sijichanganyi na vitu, kwa sababu ninajua nimepewa muda mchache tu. Hii mwili ni hovyo. Utafika mahali hata ningelitaka dunia hii siwezi kumuona tena, kwa sababu hayuko. Kila wakati nikienda Kongo wananiambia twende tukuonyeshe mahali baba tulimweka, na mwambia baba hapaje hapo, sijawahi kwenda kwa kaburi yake, kwa sababu hayuko hapo. Ni mifupa mikavu inabaki hapo. Mtoto wa Mungu, cha kushangaza ni kwamba vitu tunavyopotea navyo duniani ndivyo vitu vya kwanza kuharibika kwa mwili ya mtu. Vitu vinavyokufanya umpoteze Mungu kwa maisha yako ndivyo vitu vya kwanza kuharibika kwa maisha yako, kwa mwili ya mtu anapofariki. Cha kwanza inaitwa kinywa. Kinywa iko moja ya viungo vya mwili ambayo huharibika haraka, na ndio imekupoteza sana kwenda mbali na Mungu. Ya pili, tumbo. Baada ya siku 3, utake usitake, kaburini tumbo yako itapasuka. Hiyo tumbo ambayo ulikuwa unaringia, mimi siwezi kufanya mafungo, ni sharti ni kule. Baada ya siku 3 kaburini, hiyo tumbo upasuka. Matumbo utoka nje na wadudu wanza kutoka ndani. Kabla siku 11 haijaisha, viungo vyako vya siri upasuka. Na macho yako unyaukia ndani ama upasuka nje. Ulitamani sana kuangalia vitu ya anasa ya dunia, macho yako upasuka haraka. Viungo vya siri vilikufanya mwili wako ukose kutulia juu ya tamaa, ndivyo vimoja wa hivyo vitu ambavyo huharibika haraka. Utaipata nini mtoto wa Mungu isipokuwa ushikanie wokovu kwa ukweli? Utaipata nini kanisa, tutaipata nini isipokuwa huyu Mungu tumkubali kwa moyo na kweli? Watu wote wanaweza kukuambia unapoteza muda kwenda kanisani, lakini hakuna yule ambaye siku utakufa atakwambia unapoteza muda kufahamka. Sote tunajua kuwadanganya walio hai, hakuna yule amedanganya maiti. Leo ungali na neema, mtoto wa Mungu. Hata nikikutabiria ya kwamba utaishi miaka 120 na useme amen, 120 itakuja, utakufa tu. Hata nikikwambia utaishi miaka 1000, Metusela hayuko duniani, alifikisha 969 na akakufa. Kufa tutakufa, watoto wa Mungu. Lakini kitakachohakikisha tumekufa namna gani
ni wokovu ambao tunadharau leo, ni uhusiano na Kristo ambao tunachezea leo. Injili inapohubiriwa, ikiwa ni injili ambayo haijazungumza juu ya baraka, unasikia moyo wako unavunjika. Ikiwa ni injili ambayo haijazungumza juu ya maisha marefu, unasikia kukwazika. Lakini acha nikuibie siri, mtoto wa Mungu, hakuna injili yoyote ile inayofaa kwa maisha yako isipokuwa na mpango wa kukuandaa kwenda mbinguni. Wote tuliowaona dunia hii walipoondoka, jina zao zilisahaulika. Kila mtu aliamini kwa wakati wa kitambo. Ukisoma historia ya kwamba Hitler ndiye muweza wa dunia, lakini leo kuna mtu kimuuliza Hitler ni nani, hana historia ya Hitler. Watu waliamini Alexander the Great, lakini alipoondoka hakuna watu wanajua kumuhusu isipokuwa kusoma vitabu. Watu waliamini kina Napoleon Bonaparte, walipofariki historia ikawaishia. Watu wanakuamini kwa sababu wanakuona unatembea. Watu wanakuamini kwa sababu wanakuona unapumua. Ukifariki baada ya siku 2, watakimbia mwili wako. Wakatuita kwenda kuchukua mwili ya jirani yetu ambaye alikuwa amezama kwa maji, na tukaenda kumchukua pamoja na ndugu yake ili kwamba tupandishe mwili wake nyumbani. Sijawahi kuwa na siku mgumu kama huo, kutoa huo mwili mahali tumeona kwa maji mpaka tuupandishe. Wajumbe wakatoka nyumbani kutuambia, tafadhali msiulete nyumbani, mtungojee njiani, tuende mara moja tukauzike, kwa sababu harufu tumeambiwa inayo haiwezi weza nyumba. Nakumbuka mama yake, tulikuwa tunakaa kwa gari moja na maiti, tunaenda kuzika mara moja, lakini mama yake analia na handkerchief. Nasema kama unampenda, uondoe handkerchief. Umkaribie umwambie toto I love you. Angalia jirani yako, mwambie hiyo mwili ndio ovyo hiyo. Taka Kristo. Before we talk of general eschatology, we must talk of individual eschatology, because mbingu hatutaenda sote. Mbingu utaenda wewe, mbingu nitaenda mimi. Nilimwambia kwa mlango ya mbingu sitasimama hivi alafu nikaanza kutetea Bijou. Hapana. Kwa mlango ya mbingu Bijou atajitetea, Akso atajitetea, Claudio atajitetea, Steve atajitetea, ikiwa ni Naomi atajitetea, kila mtu atajitetea kivyake. Acha kutembea kwa wokovu wa familia ya kwamba kwetu tumeokoka. Wakiuliza uliokoka lini? Tulikomaa katika nyumba ya Ukristo. Kukomaa katika nyumba ya Ukristo sio wokovu. Kukomaa kwa familia inaenda kanisani sio wokovu. Fanya uamuzi leo. Na hata wakati wa kufa tukitunga historia na tuelezee watu jinsi ulikuwa vizuri, haitakupeleka mbingu. Ni watu tutafurahisha mioyo. Umeshaona mtu anakufa watu wakamwongea vibaya? Kila mmoja anakufa wanamwongeaga vizuri, hata kama alikuwa mwizi. Msikia yo kilikuwa kihandi. Wataona uhandi sana, ijapokuwa hawataona tena wizi, kwa sababu baada ya kifo hakuna mtu kuna haja ya kuona ubaya wako. Ubaya wako utajionyesha mbele. Katika hii somo tutafika mahali ambapo nitakujulisha matendo unayoyatenda huwa yanaenda kukungojea wapi. Hakuna mtu, nasikia watu wanasema nitakapofika mbele za Mungu nitamuuliza maswali. Wewe utakuwa na swali wewe kweli? Biblia inasema matendo yetu yatatelemuka mbele ya macho yetu kama kitabu. Kila mmoja ataona matendo aliyoyatenda, na yale uliyoyatenda kwa giza yatawekwa wazi, yale uliyoyatenda kwa siri yatawekwa hadharani. Hadharani kila mtu anayaona. Maana yake hautakuwa na muda ya kuuliza mtu, kwa sababu utaona tarehe, utaona muda, utaona matendo, utaona tabia, utaona ulivyovifanya. Wewe mwenyewe kwa moyo wako unachagua njia. Kuna wale utakuwa unauliza, muda, njia ya mbinguni ni hii, anakuambia ishia tu.
ishia tu, kwa sababu aliyoyafanya yanamuonyesha ataenda wapi. Biblia inasema siku hiyo Mungu atabagua kondoo na mbuzi. Ataambia kondoo, kujeni mkono wa kuume, mbuzi endeni mkono wa kushoto, na hapo hakutakuwa masababu. Sababu moja unaolewa ni kufanya uamuzi wa ndani yako kubadilika. Hizo dhambi ambazo tunazificha ni kama mnyama ambaye tunamlea. Kuna jamaa alikuwa anafuga simba kwa nyumba yake, na alikuwa anaonyesha watu jinsi ya kufanya simba, kuizoesha, kuipea nyama fresh. Na siku moja alikuwa anafanya kazi, kumbe ajui hiyo simba hajaifungia vizuri kwa curve. Alafu akifanya kazi upanga ukamkata simba, kaona damu anatoka kwa mkono yake. Simba kagundua kumbe hata huyu ni fresh. Watu walikuja kumwokoa, amebaki kichwa. Watu wakagundua kumbe alikuwa anafuga shida bila kujua. Watoto wa Mungu, acha niwaambie, unaweza kufunika shetani leo na unamfunika vizuri. Kabla hajapata mahali ya kukuangamizia, shetani hawezi kufanya kelele kwa mfuko yako. Shetani hawezi kukusumbua akiwa hapa katikati, hawezi. Shetani ungoja akifika kwa kona mahali, heshima yako itakapoanguka, itakuwa aibu ya kanisa nzima, itakuwa aibu ya familia nzima. Ndio anajijulisha, mimi ndiye shetani, ili kwamba maanguko yako kila mtu atakayeona ajue kwa kweli ulikuwa mtu wa aina gani. Hanaga urafiki, sufuria yake hainaga kifuniko, ikifika muda ya kuchemka inamwagaga nje. Ungali unafurahi kwa sababu hajachemka. Watu wengi wakiwaambia watubu, wana behave kama mdudu ambaye amejificha kwa mahindi. Huyo mdudu wakimwambia mahindi yanataka kukomaa, anasema ninaenjoy bado. Akiambiwa mahindi yanavunwa, anasema mimi nitaondoka wakituondoa, wakituweka kwa mahali ya kukauka. Wakimwambia mahindi yamewekwa kwa sufuria yanataka kuchemshwa, anasema nitakaposikia kajoto nitaruka nje. Wengi wetu tunangojea wakati utakuwa kwa kitanda cha magonjwa, uko katika hali mahututi, tuseme Bwana nikumbuke. Nani amekudanganya utakuwa kwa kitanda cha magonjwa? Hata ndege inaweza kukubeba, hata gari inaweza kukubeba. Bonki akawa na ubiri mahali ambapo inaitwa Bujumbura, na Bonki akihubiri akaangalia dada mmoja hapo kwa mkutano, akasema okoka leo ni siku yako ya neema dada yangu. Na huyo dada akasema nitaokoka kesho. Alipoondoka kwa mkutano, anataka kuvuka gari kamrarua na akafariki. Alikuwa kwa pua ya wokovu, lakini akaenda jehanamu. Wengi wetu hatutaenda jehanamu kwa sababu hatukusikia Injili, lakini kwa sababu tulikana nguvu za wokovu, tulikataa kukubali. Na kila wakati tukiwaambia, unasema hata pasta mwenyewe si mwenye haki, kwa nini ananisumbua? Mbingu sio yangu, mbingu ni ya Mungu. Sitakusumbua kwa sababu hata mimi sina mbingu ya kukubeba. Sote tunaipigania mbingu hiyo, lakini siku hiyo usiinue mkono kumwambia Mungu, uliza pasi. Aulize pasi nini? Kama nakujua. Nilikuwa namjua duniani Mungu, nilikuwa namjua. Usifanye Mungu anirudishe. Kwa hivyo eskatolojia ni moja ya somo ambazo Mungu anataka tutembee ndani kwa huo muda, ili kwamba kwa kusikiza kwa utaratibu uamshe ndani yako hisia za nguvu za Roho Mtakatifu, utembee kama Mkristo anayetarajia mbingu. Kama unasikia sema amen. Kama unasikia sema amen. Unajua excitement ya Ukristo imepotea, imebakia tu watu kuwa excited wakiwaambia utabarikiwa, unakimbia. Hautaona mtu ana connect leo. Utaona mtu ana connect. Kama nitakuforce kusema amen, wewe uta connect. Lakini nisipokufunza hii, damu yako itakuwa juu yangu. Na nisipokuambia ukweli, dunia haiendi mahali. Kwa sababu wale ambao Mungu amewawekelea mkono wake, ana mpango na wasahihi.
Nilitoka hapa, mlisikia Bishop wa Nyamira ananiambia hiyo ndio somo Mungu amemwambia pia naye afunze Nyamira. Nilipofika Kongo nakutana na Bishop Lwamira. Bishop Lwamira ni baba ya Pastor Akwa. Tulipokutana ananiambia, namuona naandaa mahubiri, kabla mzee unafanya nini? Akanambia wiki hii yote Mungu amenipatia mzigo, mwezi wa 11 ninataka nifunze juu ya kurudi kwa Kristo. Mungu ameniambia niandae kanisa. Nikamwambia mzee, hata kama ningelibadili mawazo, Mungu anataka nijue ya kwamba kuna kitu anataka nifunze. Kanisa, tutake tusitake, ni muda wa kurudia kwa misingi. Ni muda wa kurudia kwa ukweli. Unajua watoto wa Mungu, mchana nyumba zinakuaga nyingi, lakini usiku lonzi hawezi lala kwa mwingine. Mchana unaweza kuja kwa kiti kwa nyumba yangu na unajiwekelea hivi. Ikifika tu saa 2 za usiku naanza kukuamsha. Hautaishia. Ni aje? Na naanza pigia Jennifer, yuko huku, usimtafute na kama. Na hajasema naenda. Kwa nini? Kwa sababu giza inapoanza kuingia, inaanza kureduce manyumba. Inakurudisha kwa nyumba yako. Wengi wetu tungali tunacheza kwa sababu tungali tunaona wenzetu around. Wakati kifo itatureduce, itaturudisha kwa upekee, ndio tutagundua kumbe hakujawahi kuwa mtu ambaye anaendaga na wengine. Leo ngali na neema, mtoto wa Mungu. Yesu akawaambia usiku unaendelea, mchana ni karibu, mapambazuko yatatangaza kuja kwake. Kwa sababu hiyo tuache kazi za giza, tuvae silaha za nuru. Tutembee vizuri, si kwa kugombana wala kwa wivu wala kwa matetano. Tuwe wapesi kwa kusikia, bali tusiwe wapesi kwa kunena, kwani katika kunena mengi mabaya hayakosi. Yesu akaendelea kuongea na wao. Watoto wa Mungu, leo ninakuja kuandaa. Tunapoingia katika hii somo ambayo Mungu ametupatia, taka sana urudie kwa uhusiano na Mungu. Taka sana upitishe muda yako ukifanya riaso. Kuna watu hata siku tutakuwa mbinguni hawajua watakuwa wanafanya nini. Hakwaje na muda ya kuimba, ijapokuwa mbinguni injili haitakuweko. Itakuwa ni kuimba milele. Haukwaje na muda ya kusifu. Hata sifa na mabudu kiendelea hapo naendaga nje. Siwamalize niingie nisikie pasi kwanza nichekeshe kidogo. Wewe fanya kila kitu unataka. Siku inakuja. Amosi akasema itafika huko, as we go with this topic, itafika mahali Amosi anasema siku inakuja ambao ni mbaya sana, mtaitafuta hii neno wala hamtaisikia. Watu watakuwa na njaa na kiu ya neno la Mungu na wala hawataisikia, kwa sababu vijana walio na nguvu watakimbia mlima hadi mlima mpaka kusimia, na wenye uweza wataruka lakini hawataipata. Siku moja hii Biblia itafungwa. Siku moja hii neno itawekwa chini. Siku moja mamlaka ya neema itaisha. Watu watajiokoa kwa damu yao. Uchungu wa maisha utaongezeka na mapigo makubwa itaikumba dunia. Kwa hivyo kwa eskatolojia unaweza kuandika vichwa ambavyo tutavifunika kwa hii muda kwa hii somo ambayo tutapitia. Leo tutaanza na somo nasema dalili ya kurudi kwa Kristo. Hiyo ndio kichwa cha kwanza. Dalili, signs za kurudi kwa Kristo. Alafu baadaye tutaendelea chapter 2 of our topic or our series hii eschatolojia. Chapter ya pili itakuwa kunyakuliwa kwa kanisa na mapigo makubwa itakayoikumba dunia baada ya kanisa kunyakuliwa. Kunyakuliwa kwa kanisa na mapigo makubwa itakayoikumba dunia baada ya kanisa kuondoka. Chapter 3 tutaongea kuhusu miaka 7 ya kanisa mbinguni na utawala wa mnyama duniani. Miaka 7 ya kanisa mbinguni
na utawala wa mnyama ama Antichrist duniani. Chapter 4 tutaongea kuhusu vita vya Armagedonia na kurudi kwa Kristo mara ya pili. Vita vya Armagedonia na kurudi kwa Kristo mara ya pili. Na tutamalizia na chapter 5 ambayo inasema hukumu ya mwisho na umilele. Hukumu ya mwisho na umilele. Kuna mengine mengi ambayo sitaki kuweka ndani. Sitaki kuguzia umiliniamu, sitaki kuguzia vita vya Magogo, sitaki kuguzia wiki 70 za Danieli, sitaki kuguzia kwa sababu ni somo kubwa, lakini niliangalia cha muhimu kwa kanisa saa hizi kujua ni hizo ambazo nimekutajia. Unajiuliza, pastor anasema kurudi kwa kunyakuliwa kwa kanisa na kurudi kwa Kristo, utofauti ni gani? Utaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza tu nikuandae haraka. Kunyakuliwa kwa kanisa inaitwa rapture. Hiyo ndio Biblia inasema hatuijui siku wala saa atakapokuja nani? Atakapokuja Kristo, atakaa katika anga na malaika wake walio naye watakuwa na tarumbeta, alafu wataipiga tarumbeta. Biblia inasema wafu walio katika makaburi watafufuka kwanza na wanamulaki hewani, alafu sisi tulio hai tunabadilishwa katika mili ya utukufu, alafu tunaenda pamoja na wao. Itakayo kupatia mamlaka ya kubadilika katika mwili wa utukufu ni utakatifu. Alafu tunanyakuliwa pamoja na wao waliofurahia anasa za dunia. Anasa hizo zinawafanya wazito, hawawezi panda. Alafu tutakapoondoka duniani itakuwa milipuko ya maajabu. Nitakuwa nikifunza somo hii kutoka Sunday. Tutakuwa tuko na projector hapa. Kutoka Sunday I will be showing you real examples of what will happen as we move forward. You will be seeing some snap videos. Unaona jinsi mambo yatakuwa vibaya duniani wakati dunia itakuwa imekumbwa na mshtuko mkubwa. Nataka ujiulize, ni kama hiyo Thursday wakati nilikuwa kwa anga, walituambia tuko tuna scroll over, I think it was 4,000 feet over sea level. Tuko huko chumbani. Alafu pilot anaondoka. Pilot anaondoka kwa sababu alikuwa amemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wake. Rapture inamchukua, anaondoka. Alafu sote hapo tunasikia tu, ikiwa pilot anakuaga na ndege ikifanya unasikia ni kama matumbo yote na kila kitu fanya. Sasa jiulize, pilot hayuko huko na ndege zote zinapitana hewani, ya kukutana zigongane, ya kuenda kugonga mlima iungue, ya kuenda kufanya kitu chochote. Lakini kitu ambacho utajua ni kwamba Biblia inasema adui wa mwisho atakayohukumiwa ni mauti. Maana yake nini? Utafika mahali hatutakufa. Unaungua lakini haufi. Magumu, mateso, unalilia kifo nichukue. Kifo anakuambia muda wangu umeshakwisha. Angalia jirani yako, mwambie una neema leo, usiichezee. Na kwa leo uelewe vitu ambavyo tutakuwa tunaangalia ndani ya maandiko matakatifu, tutavitembelea. Kuna mahali utafikia mahali utataka hata kujikata kichwa ujitupe kwa mlima, na unapojitupa mlima anakuambia mimi kuua watu siku hizi siui. Ulitumikia shetani siku nyingi, utangojea malipo. Hakuna mtu anafanya kazi na alipwe. Ulimtumikia kwa siri. Sasa unajua shida ni kwamba wengine wetu shetani atatuambiaga Bwana asifiwe, kwa sababu ndio tu lugha tunazoea. Tumeishi kanisani na unafiki sana, kila kitu ni Bwana Yesu asifiwe, Bwana. Hata shetani atakapokuona siku anakuambia Bwana asifiwe, umekuja jehanamu. Kwa sababu tumejifunza
tumejivika Ukristo kama ngozi, tumejivika Ukristo kama mahali ya kujifichia, tumejivika Ukristo kama mahali ya kujikombolea. Leo una neema, mtoto wa Mungu, rudi kwa mstari. Nasema leo tuna neema kama kanisa, turudi kwa mstari. Nasema leo tuna neema kama kanisa, tuache unafiki, tuache dhambi, turudi kwa Kristo. Kama unanisikia sema haleluya. Kwa hivyo tutaguza hizo somo zote. Ndio nimekwambia kunyakuliwa kwa kanisa ni rapture. Lakini baada ya kanisa kunyakuliwa, hatutaenda kukaa milele mbinguni. Tutaenda na kaa na Yesu katika mbingu kwa miaka 7. Na katika hiyo miaka 7 hakuna mtu duniani atasahau. Baada ya miaka 7, dalili ambazo nitawaambia zitajulisha wale waliobaki duniani ya kwamba Kristo anataka kuja. Baada ya mapigo na mateso ya wengine kuokoka kupitia damu yao wenyewe, wengine kuokoka kupitia mapigo na mateso, watoto wa Mungu, baada ya kanisa kuondoka, hakutakuwa kununua ama kuuza bila kuwa umepewa chapa ya mnyama. Baada ya kanisa kuondoka, kila chochote kile ambacho utakifanya kwa agreement ya maisha yako, ama utakubali kuteseka kwa mateso makubwa mpaka ukajoin wenye walienda, ama utabaki kwa pigo ukubali chapa mpaka uende Jehanamu. Sasa itakuwa mapigo makubwa. Kwa hiyo miaka 7 kanisa na dunia itaona shida. Wale wachungaji waliohubiri maji na wakakunywa mvinyo wataona shida. Wale wachungaji waliochunga kondoo wakizikula wataona shida. Wale wachungaji ambao walijua kuiba mifuko ya watu na kuangalia mioyo watakuwa na shida, kwa sababu Biblia inasema waliojua mengi wataadhibiwa kwa wingi. Nyote mnakaa kimya, ni mimi ninasoma andiko. Kwa hivyo nikibaki duniani nitakuwa na shida kubwa, nitakuwa na mapigo makubwa. Kwa sababu hiyo ndio maana Paulo akasema, itanifalia nini baada ya kuhubiri wengine, mimi mwenyewe ni wa kukataliwa. Na baada ya hiyo magumu, mateso makubwa, Israeli watajaribu kujikomboa na kujikusanya tena kurudi kwao nyumbani. Na wakati wanajaribu kujikusanya kurudi kwao nyumbani, mambo yatakuwa magumu na watataka kupigwa na kila taifa ambayo inaona jinsi wanataka kujikomboa. Ndipo miaka 7 itafika mwisho, alafu Yesu Kristo atarudi kwa mlima wa Mizeituni ili kwamba kuikomboa kabila 12 za Israeli. Na atakapowakomboa Waisraeli, wale ambao walijikomboa kwa damu yao, atawakomboa pia. Leo ungali unakombolewa kwa damu ya Kristo, unaichezea. Kuna siku utajikomboa kwa damu yako. Kuna siku utatafuta hiyo damu ya Kristo na uikose. Una neema leo, mtoto wa Mungu, kwamba ungali unasikia sauti hii. Iwe mkono wako umesema, Bwana Yesu, nipe neema nisichezee wokovu. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, ninakutembeza kwa hiyo somo ambao tutaenda haraka, kwa sababu wale wenye watakuwa wanakuwa na sisi Fridays, tutaendelea na eschatology. Wale wenye watakuwa wanakuwa na sisi Friday, kwa hivyo fanya mpango ujoin all the Fridays of this month. Tutaendelea na eschatology, yet I will be praying for people for miracles, because I have to cover it. Fridays and Sundays, eschatology. If you hear me, say I hear. So hiyo ndio second coming ambao tutaangalia ndani. Na baada ya hiyo, Yesu atakapokuja kwa mlima wa Mzeituni ambao unaitwa mlima Olive. Nimekuwa pale mimi na dada zangu, tumelala hapo kwa 7 hatches iko kwa mlima wa Mizeituni. Hapo ndio mahali Yesu atakuja, na Biblia inasema ataingia Yerusalemu kupitia mlango wa dhahabu ambao mpaka leo unafungwa, na ataingia hapo. Na huo mlango wa dhahabu mpaka leo kwa ukweli umefungwa. Tuliona huo mlango umefungwa. Yesu ataingia kwa huo mlango kukomboa Waisraeli, na atakapokomboa atarestore uongozi wake. Na kwa miaka 1000 duniani Yesu atatawala, na sisi tulioenda nao katika anga, na pamoja na wale amekomboa atachukua mamlaka. Ndipo Biblia inasema atakapomshika huyo mshtaki na kumweka katika kifungo cha milele. Na alafu hapo baada ya utawala wa miaka 1000, alafu tutaingia katika hukumu na umilele. Kama unasikia, sema nasikia.
Hiyo ndiyo jani tutatembea ndani. Sasa nataka kuanza kufuatilia, kwa sababu nimekuchukua tayari through the whole eschatology. Hello? That is the whole package. Now get ready. Tuende tunaiguza moja baada ya nyingine. Wangapi wanasema wako tayari kusikia somo hili? Haleluya. Leo nitaguzia tu kitu moja. Hata nisome andiko ambalo tutatembea nao kwa hiyo muda yote. Petro wa kwanza sura yake 7. Sura yake 4 mstari wa 7. Petro wa kwanza sura 4 mstari wa 7 inasema, nataka uandike tu kwa haraka kwa sababu ya muda. Petro wa kwanza 4:7, Biblia inasema mwisho wa mambo yote umekaribia. Kwa hiyo muwe na akili timamu na wenye kiasi ili muweze kuomba. Amen. Mwisho wa mambo yote imekaribia. Kwa hivyo iwe na akili timamu na muwe watu wa kiasi ili muweze kuomba. Timotheo wa pili sura yake 4 mstari wa kwanza hadi 5. Timotheo wa pili 4 mstari wa kwanza hadi 5, Biblia inasema, ninakuamuru mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu ambaye atawahukumu walio hai na wafu, na kwa kuja kwake na ufalme wake, hubiri neno, lisisitize wakati ufaao na wakati usiofaa, sadikisha, kemea na kuonya kwa uvumilivu mkuu na mafundisho thabiti. Maana wakati unakuja ambapo watu hawatavumilia kusikia mafundisho yenye uzima, bali kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajikusanyia walimu tele watakaowaambia yale ambayo wanataka kusikia. 4, watakataa kabisa kusikia kweli na watageukia hadithi za uongo. 5, bali wewe uwe imara katika mambo yote, vumilia mateso, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiza wajibu wote wa huduma yako. Amen. Biblia inasema watoto wa Mungu ya kwamba kutakuja siku Wakristo watakataa kusikia injili ya ukweli. Inakuja siku ambayo ndio hii tuko ndani. Wakristo watakataa kusikia ukweli wa Kikristo, kwa sababu watapenda waambiwe yale wanataka kuyasikia. Lakini Biblia inatuambia, nyinyi mlio mabaki ya Mungu, msikubaliane nayo. Hubiri injili iliyo hai. Waambieni watu ukweli. Na kuwaambia watu ukweli haitoshi, lakini hakikisheni watu wanaishi ukweli. Haleluya. 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 Mtoto wa Mungu, kusikia ukweli haitoshi, lakini kuishi ukweli inahitajika. Kusikia tu inabidi tu watakatifu, tu watakatifu. Hata kuna mtu mwenyewe anakuwa yuko na zini na yuko nakwambia sisi ni watakatifu katika Kristo. Kwa sababu ni terms, ni terminologies ambazo tumechukua kwa mchezo. Unakutana mtu kwa naiba ndipo anakuambia Biblia inasema jisaidie na Mungu atakusaidia. Biblia ya nani? Ya babu yako? Biblia ya nani inasema jisaidie na Mungu atakusaidia? Hakuna andiko kama hiyo Biblia. Kwa Biblia hakuna andiko kama hiyo. Chochote utakachokifanya mtoto wa Mungu, kulipa utalipa. Upende usipende, kulipa utalipa. Chochote nitajifanya hapa nimekausha macho, ni kama golikipa mwenye anangojea mpira na ninajua siko sawa na Mungu, kulipa nitalipa. Naweza kuchezea watu, lakini siwezi kuchezea Mungu. Wakati wa kuvuna nitavuna tu. Watu wote wanaweza kuniita shetani, kama mimi ni mtakatifu mbele ya Mungu inatosha. Na watu wote wanaweza kuniita mtakatifu, lakini kama mimi ni shetani
siku ya malipo tutajua. Itakuwa aibu kubwa nisimame. Mungu kwa anawaambia, huyu ndiye alikuwa anawahubiria. Nyote mko mbinguni. Huyu ndiye alikuwa anawahubiria, ndio. Muangalie mahali anaenda. Mungu atupe neema tukutane mbinguni. Nasema Mungu atupe neema tukutane mbinguni. Heri nikatae kuchukua zawadi yako nikuone mbinguni. Heri nikatae kuchukua hiyo pesa ya rushwa kwa maisha yako nikuone mbinguni. Heri nikatae kuchukua hiyo urafiki ya kutembeleana mimi na wewe nikuone mbinguni. Heri nikatae kuitwa askofu lakini niingie mbinguni. Angalia jirani yako, mwambie unaelekea wapi. Tikisa jirani yako, muulize unaenda wapi. Kwa hivyo tunapoingia kwa kuangalia dalili za siku ya mwisho, watu wengi kwa Biblia wameongea kuhusu dalili ya siku za mwisho. Watu wengi kwa Biblia wameguzia utofauti wa dalili za siku za mwisho. Wengi wameguza, hata Yesu Kristo naye ameiguzia dalili za siku za mwisho. Wanafunzi wake wakakutana Yesu kwa mlima. Mathayo sura yake 24 kutoka mstari wa 3. Biblia inasema nini? Tusome haraka. Biblia inasema, nitatoka mstari wa 3 naenda haraka, usikize haraka. Biblia inasema, Yesu akawajibu, tuanze 3. Pastor Alfred, umepata hiyo? Nisomee haraka ili kwamba mimi nitembee na wewe pamoja. Mathayo 24 mstari wa 1. Yesu alipokuwa akiketi, Yesu akatoka hekaluni, akakwenda zake. Wanafunzi wake wakamkwendea kumuonyesha majengo ya hekalu. Lakini akajibu na kuambia, hamoni maneno haya yote? Kweli ninawaambia ninyi, halitabaki jiwe juu ya jiwe pasipo kubomolewa. 3. Na wakati walipokuwa ameketi juu ya mlima Zeituni, wanafunzi wakamkwendea peke yake. Alipokuwa anaketi juu ya mlima wa Zeituni, wanafunzi wake wakamwendea peke yao, wakamuuliza nini? Utuambie maneno haya yote yatakuwa wakati gani? Utuambie maneno haya yote yatakuwa wakati gani? Na ni nini alama ya kuja kwako? Na nini ndio alama ya kuja kwako? Na ya mwisho wa dunia. Na ya mwisho wa dunia. Endelea. Wakajibu wakawaambia, angalieni msidanganywe. Ya kwanza, angalieni msidanganywe na mtu yeyote. Kwa maana cha kwanza kitakachofanyika kwa maisha yenu ni kwamba hakuna yeyote anaweza kuwapotosha bila kuwadanganya. Ni sharti kwanza mdanganywe ili kwamba mpotoke. Angalieni msidanganywe. Kanisa, cha kwanza ambacho tutakiangalia ni kupima Injili, ni kupima wanaotuongoza. Sikiza nikwambie ukweli, kuchunguza njia ya jinsi yule ambaye ananena kwa maisha yako anatembea haitamaanisha unamshuku. Inamaanisha hautaki utembee kwa upofu. Siwezi kuja hapa kila siku nawaambia msikize kenye ninawaambiaga, lakini msiangalie kenye ninaishi. Maana yake tumepotea, tumedanganywa. Niliwaambia nitakuaje mchungaji kama siwezi kuchunga familia yangu? Nitakuaje mchungaji kama nikihubiri mke wangu anasema wadanganye hawakujui? Itanifalia nini mimi nije hapa niambie watu mambo, lakini kwa nyuma yangu wanajua yale na yeye hayafanani? Angalieni mtu asiwadanganye. Angalieni nyinyi mtu asiwadanganye, maana wengi watakuja kwa jina lake. Inamaanisha kutaja Kristo haitamaanisha tuko wa Kristo, haitamaanisha ya kwamba tumekamilika. Kristo anatajwa na kila mtu. Angalieni msidanganywe. Paulo akawaambia msidanganyike, Mungu haziakini. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ninataka nikuulize mtoto wa Mungu, unataka aje uvune nguvu za Roho Mtakatifu na ndani ya moyo wako kila siku unapanda secular music? Earphone zako wewe kwa simu yako, tukiangalia tu hiyo selection ya simu yako ama kwa gari yako, muziki unasikizaga ni a quantity of Olomide, sijui Sauti Sol, sijui inaitwa ni, lakini unakuwa unasema mbingu tunaenda, mbingu ya Sauti Sol, mbingu ya Kofi.
Ngiama Makyanda. Wera son. Fali Ipupa. Ndio mbingu itaenda hiyo. Lakini kama ni mbingu ya Mungu, itaingia waabudio halisi. Nasema itaingia waabudio halisi. Tuache kujidanganya. Hakuna mambo ya kusema hata wale wenye wanasikiza nyimbo za Mungu ndio wanakuwa wameharibika zaidi. Heri hata wao wanasikiza wakiharibika. Wewe hausikizi na umeharibika. Endelea mchungaji. Tano inasema kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Wakisema mimi ndiye Kristo. Watadanganya watu wengi. Sita, sikiza. Na mtasikia habari za vita. Na mtasikia habari ya nini? Mtasikia habari ya nini? Ya vita. Habari ya vita. Stop kwanza hapo kidogo. Endelea. Habari ya vita? Na matetezi ya vita. Hiyo ndio nilihitaji. Mtasikia habari ya vita na matetezi ya vita. Acha nikuibie siri. Kwa sababu unalala na unaamka, unafikiri ndivyo wengine wanaishi. Dunia imeshaharibika. Nasema dunia imeshaharibika. Leo asubuhi mapema niliamka kuangalia nchi zenye ziko na vita duniani, na wakasema the only countries zenye ziko na enjoy peace, what we can call peace in the whole world, there are only 11. Lakini unasema dunia haiishi, dunia iko wapi? Nikaangalia only Africa hapa karibu yetu, Burkina Faso kuna vita wanaita ethnic war. Burkina Faso, as I'm talking right now, Central Africa Republic wako na clashes between Muslims and Christians as I'm talking right now, inaendelea. Democratic Republic of Congo wako na 49 rebels group zenye ziko zinapigana saizi as I'm talking. Egypt kuna vita inaendelea saizi between Islamic militant na the state. Libya, as I'm talking right now, there is a civil war going on. Mali, there is a clash right now as I'm talking in Mali between the army and the rebels. Mozambique, right now as I'm releasing my voice, in Mozambique there is a clash between Renamos, rebels, and the government. Right now, in Mozambique. Nigeria. Do you want me to tell you about Nigeria? Sudan. Right now as I'm talking, there is a group, a rebel group in Darfur, Sudan, North Sudan, that is fighting. South Sudan, war is still going on. Nikutoa Afrika, nikupeleke wapi? Syria. Nikupeleke Syria. Nikupeleke Afghanistan. Nikupeleke Palestine. Nikupeleke wapi? Look at tell a neighbor, prepare your life. We are living in a very wrong moment. The moment we are living in is very wrong, my people. If we are not careful, we'll be caught up by events and we'll be left behind. Siku moja tuende Gigiri kwa ofisi ya UN. Uingie tuwaulize, "Alo, mimi siko refugee. Nimekuja tu kuwauliza nchi gani inapigana duniani?" Watakwambia wewe ndio ukae kwa nyumba yako, kama hakuna vita ushukuru. Taifa. Endelea. Maana taifa litapigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Maana
taifa litapigana na taifa. Ngojea hapo. Na ufalme, sikiza, inamaanisha nini? Niko nakupatia dalili za siku za mwisho. Taifa na taifa, ufalme na ufalme ni nini? Unajua wengi wanafikiria tunangojea vita kati ya Kenya na Somalia tujue dunia inaisha. Hii mambo yote ukiyatafuta katika hali ya kuyaelewa kiroho na kiufunuo utayaelewa vizuri. Taifa litapigana na taifa, falme na falme. Mungu akamwambia Abrahamu, nitafanya taifa yako kuwa kama nyota za anga. Pia akamwambia siku nyingine, nitafanya taifa yako kuwa kama mchanga wa bahari. Hizo ni taifa ngapi? Taifa itakuwa kama nyota, taifa itakuwa kama mchanga. Alafu Mungu akapata Abrahamu watoto wangapi? Isaka na Ishmaeli. Isaka ambaye anarepresent nyota za anga, Ishmaeli anapigania kuwa mchanga wa bahari. Na ndio kwa maana vita vinavyoendelea, tulipokuwa tunatoka Sinai tunaelekea kwa boda ya Gaba, ili kwamba tuvuke kuingia Israel, kukawa na milipuko ya mabomu katika mji wa Egypt. Katika hiyo jangwa ya Sinai pakawa na milipuko mikubwa ya mabomu ambayo iliwaua watu 14, kwa sababu vita linaendelea kisirisiri, wakipigana taifa mbili tofauti. Taifa ambao ni nyota za anga na taifa ambao wanapigana kuwa mchanga wa nini? Wa bahari. Zimeshaanza kupigana. Isingelikuwa neema ya Mungu kufungua tu kanisa kuambia ya kwamba kwa muda wowote yanaweza kufanyika. Last year 2018 haingeliisha bila vita ya Amerika na North Korea. Taifa kwa taifa, ufalme kwa ufalme. Lakini tunasema hakuna dalili. Nitakupeleka mahali hiyo neno hakuna dalili inatoka kwa Biblia. Halo? Hiyo neno yenye nakwambia kula, kunywa, ufurahi, hakuna mahali tunaenda. Nitakuonyesha kwa Biblia mahali ilianziaka. Ndio yenye iko inakudanganya wewe. Ndio yenye inakufanya mambo ya kuandaa kanisa kwa moyo wako inakataliwa. Kwa hivyo utaelewa nini sasa hata nikuandae wewe nilikuwa nakupeleka wapi? Vita taifa kwa taifa ni nini? Ni vita katikati ya Isaka na Ishmaeli. Unatoka kwa Isaka na Ishmaeli inaenda kwa vita ya Israeli na Palestina. Unatoka katika Palestina na Israeli. Leo sasa ninataka nikueleweshe vita taifa kwa taifa ni nini? Ni vita ya taifa ya Kikristo inayopigana na taifa ya Kiislamu. Sasa hizi vita inaendelea. Yote ilitoka katika mtu mmoja, taifa mbili zinapigana sasa hivi. Wakristo tumeunganishwa kwa Abrahamu, Waislamu wanajiunganisha kwa nani? Kwa Abrahamu. Taifa mbili zinapigana kwa taifa. Na tunasema dalili za siku ya mwisho hakuna. Injili hii tutaihubiri, hata kwa dakika ya kufa tutaihubiri, na watu watabadilika kwa jina la Yesu. Nasema watu watabadilika kwa jina la Yesu. Shida tunao ni kwamba tunaogopa dhambi. Tukisikia injili, tukifika nje tunafunga injili kwa paper bag, tunaiacha kwa gate hapa. Tutaicollect tena tukiingia kanisani. Mungu akupe neema leo ubadilike milele. Nasema Mungu apatie kanisa neema tubadilike. Kama unanisikia sema amen. Endelea pastor. Yatakuwa njaa na matetemeko ya nchi. Asante. Njaa na matetemeko ya nchi. Saizi unasema hakuna njaa. Unasema hakuna njaa kwa sababu uko Nairobi. Tukikudrop tu Turukana only 1 week, utatuitia Mungu. Utasema mnichukue mnirudishe kwa baba. Ulikuwa Wajiri, ilikuwa siku gani? Thursday na Friday. Nikikufungulia kanisa Wajiri unaweza kaa huko. Baba, unajua hiyo mahali wanaitaka Dadaab?
Nikikwambia kutoka leo unakuwa reverend dada, unarudisha documents za BMI. Unatuambia Pastor Action, as much as I love you, God bless you, let's meet in heaven. Kuna mahali inaitwa Kakuma. Wakikuweka wewe, umeshakuwa Kakuma, ulifanya kazi Kakuma wewe. Wakikuweka wewe, ulifanya kazi na UN, wakikuweka saa hizi tu wakwambie tumekuchagua wewe ndiye representative wa BMI Kakuma, utaresign. Lakini kwa sababu tuko Nairobi, mahali ambapo unapata mtu akupatia ka 500 unakula, unasema maisha yako sawa. Maisha hayako sawa. Na ninakutajia nchi mojawapo ya nchi za Afrika ambayo bado iko na uwezo. Hawezi kutaja nchi ine Afrika usitaje Kenya. Nchi ambazo economy iko stable Afrika, huwezi kutaja ine usitaje Kenya. Kwa hivyo nikikutoa tu kwa hiyo nchi ya Kenya, nikupeleke sasa kwa nchi zingine, utaamka. Kuna nchi ambayo hawajui chakula inaitwa nini. Watu hukufa kila siku, ufugo hukufa kila siku, vyote hukufa. Hello? Nilikuwa nafanya research the last time, nilikuwa nasoma some articles. Wanasema vita yenye itakuja kwa Afrika ya kufuata sio vita ya risasi, lakini ni vita ya ukosefu wa maji. Kwa sababu jangwa imeanza kukumba Afrika kutoka sehemu zote ine. Na watu wasipokuwa waangalifu, jangwa itaimeza Afrika. Jangwa inamaanisha nini watoto wa Mungu? Njaa. Lakini tunasema hakuna dalili kama hiyo. Unajua, the fact that hauko informed, it doesn't mean things haziko zinafanyika. The fact that haujui kama rafiki yako mlisomaga naye primary aishakufa, haimaanishi angali hai. Wewe ndiye haujui, lakini ameshakufa. Sasa unaweza kudinai, unakataa mbingu hazitakuja kufika wakati wake watu dunia iishe. Udinai yako haitafanya dunia isiishe, itaisha. Ni ignorance yako tu, lakini mambo yanaendelea kuharibika. Naomba Mungu atupe neema. Nasema Mungu atupe neema. Somalia watu wanateseka. Halo? Sitaji Kongo kwa sababu Kongo unaweza kupanda hata hii plastic na unaivuna kesho. Kongo wako na hiyo neema yao ya mvua, ndio kwa maana vita inataka njaa kwao. Lakini pia kuna watu wanateseka. Halo? Mungu atupe neema. Tujue kwamba tunaishi nyakati mbaya. Tujue kwamba tunaishi nyakati za mwisho. Tunaweza kufurahi, tunafurahi watoto wa Mungu, lakini siku zinasonga. Ndio wanasema njaa na tetemeko ya ardhi. Hapa inawezekana hatujaisikia sana. Ilinikimbiza Kongo. Wenye tulikuwa na Friday niliwaambia. Ilipita nikaambia wenye tuko nao, kesho ninaenda, Bwana pewe sifa, kesho ndio siku yangu ya safari. Mtetemeko nyingine ya ardhi huwezi kueleza. Kwanza shukuru Mungu akwenda wewe. Na nilikuwa nalala kwa ghorofa. Nikasikia wananiuliza, "Uko hai?" Nikasema ndio, lakini ninashuka. Ilipita nikasikia kitanda yote inaenda, mtetemeko ya ardhi. Ni dalili. Tano, kanisa litateswa kwa ajili ya neno la Kristo. Ninaguzia tu yenye nifaa kusoma, utasoma mwenyewe nyumbani. Kanisa litateswa kwa ajili ya Injili, kwa ajili ya Kristo. Sasa hizo unasema sisi tuko na liberty of expression. Kuna nchi yenye ukisema tu Kristo unakata kichwa. Sasa hizi hazamtoki. Sasa hizi kuna makanisa ziko zinaungua. Kuna ka message kwanza kama uko nako usikatume, nika kitambo kana kwa WhatsApp. Stand with the church and end, they are banning it. Kwani wanabani hiyo kanisa kila siku? Walitoka ibani 3 years ago. Wanakuforwardia tu na unaanza kutuforwardia. Hiyo ni ya kitambo. But kuna mainchi ambazo sasa hivi hawana mahali ya kuabudia. Kuna watu ambao sasa hivi as I'm talking wako kwa service underground. Wako kwa kanisa, sio kwa kanisa. Si unapomua. Unasikia vizuri.
Unasahau kama miaka 2 tu imepita, Kenya tulikuwa na shida ya kuingia kwa maservice, mpaka tunaanza leta polisi kwa mlango wachunge makanisa kwa sababu zinabomiwa every time. 2 years ago. Yes or not? Mungu atupe neema tujue kwamba tuko kwa dalili za siku za mwisho. Tusipoteze muda, tujiandae kwa sababu kanisa linafaa kunyakuliwa wakati wowote ule. Biblia inasema hapo, Yesu akawaambia, mtaijua hiyo dalili wakati mtaona wengi wanaiacha imani. Wengi wataacha imani, na alafu wataanza kusaliti ndugu kwa ndugu. Acha nikwambie ukweli, watoto wa Mungu, saa hizi imekuwa vigumu kufanya business na Wakristo. As I am talking right now, imekuwa vigumu kufanya biashara na Wakristo. Wa kwanza kukoni wengine wako kanisani, wa kwanza kuzunguka migongo ya wengine wako kanisani. Usiambie tu mwenzako idea yako, anakuzunguka anaifanya. Usiambie mwenzako hivi, anaonyesha watu wenye uko nao kama wewe haufai, yeye anafanya. Na tunasema tunaenda mbinguni tu siku za mwisho hizi. We are no longer trusting each other. Hatuwezi kuaminiana tena kama Wakristo. Kwa nini? Tuko kwa dakika za mwisho. Saizi hapa ukitaka kufungua shop, nakwambia nisaidie uandike dada fulani ama kaka fulani, unasema wale watu wa kanisa umeshasikia hiyo lugha? Halo? Wale watu wa kanisa sio wazuri. Naambia mzee Nzomo, nisaidie kwa hii kazi hapa, uniandikie huyu ndugu. Ananiambia, pastor, huyo ndugu tuko wazuri kwa sababu hakuna mahali tunadili na yeye. Kwa nini? Wakristo wameharibika. Wametupa imani. Wamependa sana vitu ambavyo vinawazunguka kuliko Wakristo wenzao na Mungu. Saba akawaambia manabii wa uongo watatokezea. Saa hizi hivi tuko tunaongea hapa saa hizi, manabii wa uongo wako wengi. Saa hizi tuko tunaongea hapa, kuna mtu kuna ngoja ibada iishe haraka akimbie Muthurwa apewe unabii. River Road, Luthuli Avenue. Unafikiria tujue bali unaikimbiliaga? Kwa auto tuna room kwa giza. Nabii anakaa hapo kwa giza, naona anakaa kwa mlango hivi. Anakuambia, "Sema Bwana." Unasema, "Ndio Baba." Manabii wa uongo wamepotosha wengi wetu. Na ndio kwa maana injili ya ukweli hatutaki tena kusikia. Manabii wa uongo wanakutabiria amani wakati Mungu anataka wakukemee. Wanakuangalia kwa mfuko, waangalie moyo wako unaenda wapi. Na ndio wale unapenda, kumbe ujue tuko kwa dakika za mwisho. Mungu akupe neema urudie kwa misingi ya injili. Hakuna nabii mkubwa kuliko neno la Mungu. Nasema hakuna nabii mkubwa kuliko neno la Mungu. Kwa sababu chote kile ambacho tatabiriwa ambacho hakiwezi kuwa na backup ya neno la Mungu ni uongo. Wanakudanganya, wanakupotezea muda. Ndio kwa maana Paulo kaandika kwa kitabu cha Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa 1 na wa 2. Roho asema wazi wazi kwamba katika siku za mwisho watu wengi wataiacha imani yao na wakusikiza roho za udanganyifu na mafundisho ya mashetani. Mafundisho hayo yanaletwa na wanafiki wa uongo ambao dhamiri zao zimekufa kama vile zimechomwa kwa chuma cha moto. Amen. Wengi wameacha kuingia kwa kanisa kwa sababu wameshakuwa na tumaibada twao, tunyo wanakutanaga sijui utawala.
eti utawala kuna kachumba kingine wanaingiaga huko wanaambiwa vitu vitakavyotokea. Na ukiwaangalia bado ni maskini tu. Ingelikuwa wingi wa unabii wameshapewa, ndio utajiri kama wengine wako na mandege. Mungu akufungue macho mtoto wa Mungu. Nasema Mungu akufungue macho mtoto wa Mungu. Nasema Mungu akufungue macho mtoto wa Mungu. Watu vyumba twingi tuko tunaenda ndani. Eti tunaomba pamba wema pamba. Na unakutana watu huko ni jasho. Akitoka huko tumetabiriwa nini? Umerogwa. Unakuja hapa tena Pastor Action asumbuke afukuze. Akimaliza kufukuza tena unaenda pamba. Mungu atupe neema kwa jina la Yesu. Niliwaambia shetani hayuko tena anapiganisha kanisa. Hapigani na kanisa tena. Shetani ameingia akajoin kanisa. Amekataa kupiga kanisa, ameijoin, anataka kuiharibia ndani. Na ndio kwa maana niliambia Mungu mimi kwa kiapo ya kiroho ya kwamba yeyote Mungu ataruhusu asimame kwa haya madhabahu, kama habebi nguvu za Mungu achanganyikiwe. Kwa sababu kupenyeza shetani amejipenyeza kanisa, lakini hatafanikiwa kwa jina la Yesu. Nasema hatafanikiwa kwa jina la Yesu. Kwa hivyo Mungu akupe neema mtoto wa Mungu, elewe ya kwamba tuko kwa dakika za kuangalia sana. Wewe ni uangalifu. Kila unaposikia injili ninahubiri, usikuwe excited. Biblia inasema nawapenda watu wa Berea kwa sababu baada nilipowafunza walirudi nyumbani wakayachambua maneno yale. Nataka unaporudi nyumbani Nzomona na Filomena mnakaa mnasema pastor alisema hii. Sijaelewa vizuri, tumpigie simu tumuulize. Haiko kudoubt pastor. Lakini nikutaka ukosoe chochote kenye hakijaingia kwa ukweli kwa akili zako. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Mahali ya kukwambia nikuvambe nikufunike. Pastor asipojua nini ananisema kwa neno la Mungu, mwambie aketi chini. Ni muda wa kufunza watu na watu wanakuwa waangalifu. Manabii wa uongo wako wengi. Wanachezea watu. Wanawazungusa wengine, wanawaangusha. Niliwaambia niliona mwingine alikuwa wa maajabu sana. Nadhani wewe hata tulikuwa na kuja aliita wamama wote akasema kila mama mwenye anataka muujiza wa tumbo simama pale, inua mikono yako juu. Anakuja anakufanyia Nikasema jaribu wangu. No. Mama nao wanadanganywa sana. Mama na wadada. Nunasikia, amena mama. Nasema Yesu Kristo, tunaenda wapi? Kanisa tunaenda wapi? Kanisa imeandikwa wapi ya kwamba watumishi wa Mungu watakuwa wanawapatia mbegu ya tumbo? Wapi kanisa? Niliwaambia kila mhubiri anakuja kuhubiri hapa, mimi umwambia ikifika kwa kuombea watu, moja, sikuruhusu kuekelea opposite sex mikono kwa tumbo au kwa kifua. Hata kama naumwa, tumia dada mmoja. Kama Mungu anakutumiaga kwa uponyaji, atatumia mikono ya huyo dada, neno yako ifanye kazi. Najua wengi wenu unajiuliza kwa nini pastor huwa hata kama ninaumwa hapa hawezi kuniweka mkono. Niweke ya nini? Amen. Niweke ya nini? Lakini unapenda tu kwenda huko, unaombewa huko, unanyomba paka mikono mingine kwa naombea mtu anambeba hivi, huyu anakataa kuanguka, huyu anambeba hivi. Nikakuja nikamwambia utamua. Asa she has received. I receive, unamunomba tamuua. Lakini hiyo ndio unapenda. Nikikwambia tu God has blessed you,
Pastor siku hizi anapo na freaga wakati ananifinyaga uso. Nitakia bakiana macho yako kwa mkono siku moja. Siku moja nitakufinya hivi mpaka nashangaa macho yako yanaangukia hapa. Unapendaga wakikufinya finya. What you need from me is just the word of God from my mouth. I say just the power of God from my mouth. When I speak it is enough. When I say it is enough. All those gimmicks. Nani alikudanganya kuanguka ndio kupokea muujiza? Dada mwingine alinisumbua mahali fulani nilikuwa ninahudumu. Kidogo tu anaanguka na alikuwa anajiangusha kwa sababu anaonaga mimi tu ndiye namshikaka. Ni kidada kinono. Kirefu. Kinaanguka nasikia nguvu yote inaniisha mpaka ngongii nataka kuraruka. Kumshika mpaka nifanye hivi. Nini ndo ataanguka tu. Siku moja alianguka nikafanya hivi. Chini pa. Ngona nageuka hivi. From that day until tomorrow hata waanguka tena. Hata wakimwombea. Ndio nguvu za Mungu zikitembea bila wewe kujua, hata mimi huanguka. Mungu akiamua anatembea, lakini acha kujirekodi vitu kwa kichwa ya kwamba hivi ndio Mungu anafanyaga na asipofanya hivi sitasikia nguvu zake. Mungu iko multi system. Kama unasikia sema haleluya. Mungu iko multi system. Mmoja alitumia Musa kwa fimbo, akatumia Joshua kwa upanga. Hakuwatumia kiu moja, aliwatumia utofauti. Mungu akupe neema mtoto wa Mungu, uwe wa umoja wa wale ambao watapinga manabii wa uongo. Nasema uwe mmoja wa wale ambao watapinga manabii wa uongo. Uwe mmoja wa wale ambao watakuwa excited na unabii zenye hazina maana. Haleluya. Nasema haleluya. Nabii anakutumia message. Kwanza watu wangu wa kijiji hapa Mzangani mko wapi? Hiyo mchezo iko kwa hiyo kijiji sana na ifukuza kwa jina la Yesu. Tuma message twingine hapo, nimekuona kwa jeneza. Mwambie nilikuwa naipima wewe ndio utakufa ndani. I was measuring it for you. Nimekuona kwa jeneza ukifanya nini? Yeye alikuwa amesimama wapi? Alipokuona kwa jeneza. Natangaza kila unabii wa uongo juu ya maisha yako ivunjike kwa jina la Yesu. Nasema kila unabii usiofaa ulioachiliwa juu yako uvunjike kwa jina la Yesu. Na kutoka leo kataa unabii wa uongo. Nasema kataa unabii wa uongo. Hakuna unabii mkubwa kama huyu. Unaposoma neno la Mungu unapiga magoti, Mungu mwenyewe anajidhihirisha kwako na anajifungua kwako. Haleluya. 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 Katika huduma ambayo nimeifanya, tumetembea mahali unakuta Mungu anataja sio jina ya mtu peke yake, na anataja kila kitu kuhusu huyo mtu. Wala ambao nimekuwa nikienda nao missions wanajua hiyo. Lakini niliambia Mungu, hatutajenga BMI kwa unabii. Tutajenga BMI kwa neno la Mungu. Hatutajenga BMI kama kanisa ya wave alafu tupotee. Hapana, kila mtu atatembea kwa neno. Mimi nitatembea kwa neno, wewe utatembea kwa neno. Siku moja tukutane mbinguni. Kwa sababu unabii na mengine yote yatakoma, lakini siku moja neno lake litadumu milele. Tutakutana mbinguni. Kama unasikia sema amen. Kama unasikia sema amen. Kwa hivyo tunapoendelea kujifunza juu ya eschatolojia, kitu kubwa leo nataka kuambia, kataa unabii wa uongo. Kila simu unayoingojea ambayo itakwambia ni nini inaendelea kwa maisha yako haina maana. Muulize Kristo, anakujua kuliko huyo nabii. Nasema muulize Kristo, atakwambia. Oh Bwana, ninataka uniambie siri kama bwanangu anaendaga nje. Na nabii mwenyewe naye iko na mpango ya kando. Tutadanganywa mpaka lini? Mungu akupe neema kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akupe neema kwa jina la Yesu. Ni kesi ngapi mimi action nimeitiwa kusikia nabii alimpachika mtu mimi. Wale walikwambia mimi alimpachika kwa mkono kwa kumwambia pokea. Ukahaba unaendelea kwa jina la Mungu. Utapeli unaendelea kwa jina la Mungu. Kuna mtu tulikuwa tunasoma mimi na siku moja kwa gazeti, ilikuwa ni gazeti nafikiri ama news. Alienda kushtaki. Tulikuwa tunasikiza mimi na wewe, I don't remember where we were. Alienda kushtaki huyo nabii ambaye anamkula 5 million.
ilikuwa kwa news. Anaenda kushitaki huyo nabii, amemkula 5 million na unabii. Kanisa tunaenda wapi? Nabii kilitandika unabii mzito, wakakiangusha 5M. Kisha unabii ukakataa kuja. Wakikiuliza kinasema bado inaiva. Leo jamaa kuna 5 million tangoja naisha na unabii hauivi. Akaenda collect pesa zake. Itapokuwa kila kitu unatafuta kiko hapa tena kwa bure. Nasema kiko hapa tena kwa bure. Angalia jirani yako mwambie acha kudanganywa. Kama unanisikia patia Bwana makofi mazuri. Kwa hivyo kwa leo nikimalizia hapo, nitakuwa nimesonga kidogo. Utakuwa umeelewa, si ndio? Ya mwisho yeye nitakusa kwa inasema Yesu akamwambia kwa mstari wa 14, Yesu akamwambia injili itakapohubiriwa pande zote nne za dunia, mwisho utakuja. Hiyo ndio dalili moja ambayo imebaki, ambayo itatimilika, ili kwamba rapture ije. Dalili zingine zote zimeshatimilika. Tunangojea tu injili ihubiriwe dunia nzima. Itakapohubiriwa dunia nzima, mtu wa mwisho atakaposikia injili, rapture inakuja. Halo. Lakini inaoniogopesha sana. Kwa hiyo andiko iko kwa 15 nasema utakapoona chukizo ya uharibifu inaanza kuingia patakatifu, asomaye na afahamu. Watafiti fulani wakakuwa wanatuambia hiyo chukizo ni siku moja, mahali yenye Haruni alikuwa anatoa kondoo siku moja, kuna watu wataanza kutoa hapo wakasema pork, nguruwe. Hiyo sio ndio Biblia inasema. Hiyo ni utafiti yao. Biblia inasema chukizo cha uharibifu ambao Daniel aliongea. Leo tuko nao kanisani. Mume na mume wanaongea ndoa kwa madhabahu, si ndio? Si tunaiona siku hizi? Unaona tu kimutu kinaitwa kichono. Kinasema na kuchukua wewe James kwa mke wako. Kuna ujinga ingine unajiuliza, hii inatoka. Na unakutana James kiko na mandevu ya papa, lakini ndio kimamu. Aseme we have agreed James ndio atakuwa mke. Unaangalia unajiuliza, upuuzi wa wapi? Nilikuwa nasoma historia ya dada mwingine anaitwa Nicole. Aliamuka asubuhi akakutana aoni mume wake. Wakati mume wake alikuja, akamuuliza unatoka wapi? Mume wake akamwambia I was fed up with that talk, so I decided to go and throw it. So Nicole akamwambia ulifanya nini? Nilithrow. Where? I dug someone na nikaizika huko. Nicole akachukua tu bastola na akapiga mume wake kwa kichwa. Walipokuja kumshika polisi wakamuuliza uliua mume wako kwa nini? Akasema I killed my second husband because he buried my first husband. Na tuko kwa dunia tunasema dunia maisha mazuri yaendelee. Nicole amemuua mume wake kwa sababu ameua umbwa yake. Kwa hivyo mume wake mkubwa ni umbwa. Na tunasema tu dunia iko sawa. Kuna wakati mimi hujiuliza hii dunia inaweza kuwa na parking wapi isimame nishuki. Ningeona tu mahali stage iko ingesimama mimi niambie muendelee. Vinyi vinakuja huko mbele ni vibaya sana. What is coming ahead is too bad. Unless tuko vipofu, tunataka tuendelee kwa upofu. Lakini wanaotembea katika Kristo na wanaokuwa na macho ya kiroho, vinyi vinakuja mbele ni vibaya. Ni vitu vibaya sana. Machukizo yanaingia kwa madhabahu. Na unakutana ni wachungaji, ni mapadri, ni maaskofu, ni manani wanaunganisha maharusi ya dada na dada. Kuna harusi ya mnyama na mtu zinaendelea. Kitambo walikuwa wanatuambia kazi ya mtu ni kaka yake ama ni dada yake. Not today.
Unakutana unaishi na kazini yako, lakini mnaishi kama husband na wife. Unakutana mnaishi na eti ni mtoto wa aunti, lakini mnaishi vituko vya maajabu. Na tunasema tu dunia inaendelea. Watoto wa Mungu tunafika kwa dakika zibaya. Kanisa isipofunguka macho tutapotea. Andiko ya mwisho na uende nyumbani. Timotheo wa kwanza kabla nisome andiko nikwambie hii. Nilikwambia nitakwambia mahali ziaka ya kutokukubalia kwamba mbingu zitakuja na dunia itaisha inatokea. Inatoka kwa kitabu cha Petro wa pili sura yake 3 mstari wa 3 na 4. Petro wa pili 3 na 4. Biblia inasema, kwanza kabisa ni lazima muelewe hili kwamba siku za mwisho watu wenye zihaka watakuja kuwazihaki wakiwa wametawaliwa na tamaa zao wenyewe. 4. Watawaambia aliyewaahidi ya kwamba atarudi yuko wapi? Tangu baba zetu walipokufa mambo yale yalikuwa yanaendelea kusemwa kuwa kama yalivyokuwa tangu, na mambo hayabadiliki mpaka leo. Unajua ukitoka hapa saa hizi uende ambia rafiki yako Maranatha, Jesus is coming soon. Ukitoka tu hapo uambia rafiki yako hivyo, atakwambia Petro na alisemaga hivi na hajawahi rudi. Petro naye alisema hiyo na hajawahi rudi. Inamaanisha nini? You are wasting your time. But let me ask you a question. Umeshatembea kwa barabara ukakutana mtu akakwambia ndiye Petro? It means nini? It means asipokuja sisi tunaenda. Petro said he is coming soon. They are together now. You can refuse, he's not coming soon. Ask my father if he's coming soon. When he came for him, all of us, Alfred was standing exactly near him like this, but he could not stop him. Am I talking to somebody? He's coming? I say he's coming soon. Alfred alikuwa anasimama hivi mbele ya mwili ya baba. Baba alikuwa anaongea na yeye, mimi nilikuwa naongea na yeye kwa simu. Niko na yeye kwa simu, Alfred anamwangalia hivi, Keilaki iko hapo, Benjamin iko hapo, wote na ni vibamba. Unaona hiyo mwili ya Benjamin? Unaona tumbo ya Keilaki? Lakini alipoondoka hakuna mmoja alimstop. I came to tell you he's coming soon. I say he's coming soon. I told you rapture inaweza kuja ya kanisa ama inaweza kuja yako. Inaweza kuwa ni kanisa itanyakuliwa ama ni wewe utanyakuliwa peke yako. Lakini kunyakuliwa tuko tunanyakuliwa kila siku. Nikikupea idadi ya watu wenye wanakufa kwa sekunde moja kwa dunia utashtuka. Ukitaka kujua utakufa, angalia picha yako ya miaka 15 imepita. Nilienda kinyozi juzi, wakaanza kunibembeleza wadai nywele yangu. Sasa kama waidai sijui tutageuza black. Nikaangalia mtageuza miaka. Ndio nikajua kumbe ninaenda. Kitambo mimi Action number 11. Mpira hii nikiwachezea hapo nyote mnajua. Saa hizi niweke tu hata kwa hiyo uwanja hapa na hao watoto kina Manu. Uone vile nitaenda nyumbani niambie nyoosha mama. Nakufa. Ni mimi nimfikie ninaanza kufa. Hiyo ni kifo iko nende na nikula pole pole. Nitake nisitake niko nakufa. Naweza
kutangazia wazi, hakuna siku utanikuta na magonjwa, iwe ni ulcers, iwe ni high blood pressure, iwe ni diabetes, iwe ni cancer. Hautawahi kukuta kwa mwili yako, uliko na agano. Amen. Lakini kufa nitakufa. Kama ungana unajiuliza sema pastor kama pastor wangu milele, sio mimi. Siku moja utakuja wanakuambia ngojee nyote, na nimeshaambia hao nikikufa hiyo mchezo wa kusema turudishe Kongo turudishe nini? Mali pote pale na kufia, sukumia hapa. Sukuma ndani. Mrudishe wapi? Omba gava. Mtu saidie na kanafasi hapo Langata. Wakiwapea sukuma. Nikiwa ushago, msitafute Langata. Kama ni pale PC, sukuma. Kama ninaenda mission huko Kitui Kaisha, sukuma. Ninajua siku yangu ya kufa nitakuwa nafanya mkutano. Na hiyo mkutano itakuwa ya siku 4. Nikimaliza baada ya hiyo siku unajiandaa. Mnapumzisha yeye. Halo. Ukisikia watu waliungua kwa ndege usinitafute, sitakuwa hapo. Ukisikia gari linarua watu wakakufa usinitafute. Lakini kufa nitakufa siku moja. Usitamani kifo yangu. Jiulize yako na wewe. Jiulize utakufa siku moja namna gani? Na wakati wa kukufa, hiyo dunia yenye ulitembea ndani, ndio inakuwa inakubana tu. Hakuna raha kama kukufa Mkristo. Mkristo anakufanya na style. Mkristo anakufanya kwa style. Unajua kuna uoga kwa sababu niko naongea kukufa. Wa Afrika mnaogopa kuongea kukufa na rate ya Afrika ya kufa iko juu. Na bado mnaogopa kuongea kifo. Lakini tutaogopaje kuongea kifo? Si kwa sababu hatujajiandaa juu ya hiyo kifo. Mimi kifo kinikujia saa hizi, hata Mungu akiniambia action, nimecancel hiyo agenda tulikuwa mimi na wewe, nimeamua nikubebe saa hizi, naomba Baba nibebe. Wale ambao tulikuwa nao kwa ibada siku moja hapa niliwaambia vile nilitembelewa na roho ya mauti siku moja. Nikiwa ninalala nikasikia kabisa ninaenda. Niliambia tu Mungu kitu moja. Baba nipatie tu nafasi dakika moja. Nikaamka nikasemesha Bijou nikamwambia ngoja hii moja nitawaambia pamoja. Nikapigia Alfred. Nikamwambia ninaenda. Lakini Bijou achunge familia. Alfred uchunge huduma. Mungu awabariki. Nikasikia wote awali nani kwa jina la Yesu. Nikakata simu yangu, nikatafuta hiyo kifo sasa wewe. Maana nilikuwa nimeona mahali niko naenda ni kuzuri kuliko mahali niko. Mungu nisaidie niende sasa. Kakakataa kuja. Nikaamka nikasema hawa jamaa wajua wananikosea aje. Na Bijou niwekelea kwa mikono na matabiri na makiroho. Roba akaporoposhaka wewe bali. Sasa niacha niende. Niache niende. Alfred naye huko ni sauti kubwa baba tena bali. Atamaliza kazi ni wewe ulinipiaga naye kuna hicho. Why? Kifo mimi huyu action as long as nitatembea na Mungu kwa ukweli sitawahi kuogopa. Ikija ichukue kenye itachukua, ninajua mahali ninaenda. Ni mwili utakufa, roho wangu haina nafasi ya kufa. Kama unataka neema, usiangalie dalili hizi kama dalili za dunia, usiangalie kama dalili zako. Jua kwamba siku moja kwenda utaenda. Kupumzika utapumzika. Nilikwambia hata kama utapumzika na miaka 100, kupumzika utapumzika. Kifo hiyo haina formula, inapumzisha watoto, inapumzisha wazee. Lakini naomba Mungu akupe neema. Uwe na ushujaa wa kushinda nguvu za kifo kwa kuishi baada ya kifo. Kama nanisikia sema amen. Mungu akupe neema kuishi baada ya kifo. Mungu akupe neema usisimame siku moja mbele ya hukumu ya moto. Usimame mbele ya nyimbo za sifa. Nasema usimame mbele ya nyimbo za sifa.
Kila mtu punja kichwa chako kwa dakika moja. Nataka ujiulize, nikienda leo mahali Mungu yuko, atanipokea ama itakuwa namna gani? Ndiyo tumekuwa kanisani, ndiyo tumesikia Injili, ndiyo tumetembea katika hali ya kufikiria tunajua, lakini je, nikifariki leo nitakuwa mgeni wa nani? Je, leo Mungu akiniita akisema action kuja, nitasimama mbele zake na nini? Nitakuwa nani mimi? Na ikiwa unajikuta ndani yako bila kuangalia macho ya watu, bila kuangalia sauti za watu, bila kujiuliza watasema nini, ikiwa unakuta ndani yako kuna kitu ambao ungelitaka na kuambia Bwana, uniondolee hii, inaweza kuninyima neema ya kuwa Mkristo thabiti, simama mahali uliko. Kiwa ndani yako unasikia kuna kitu, ndio umeokoka, lakini kuna kitu ambayo unasikia Bwana angelikuondolea ili kwamba safari yako ya kuandaa mbingu iwe nzuri, simama mahali uliko haraka niombee. Asante. Neema iko hapa na mtoto wa Mungu. Neema ya kumtumikia Mungu. Neema ya kumrudia Mungu. Asante. Neema ya kufanya tena patano mpya ya Ukristo thabiti na Mungu iko hapa leo. Asante. Kitambo tulikuwa tunabembeleza watu watubu, lakini muda ambao tuko ndani watoto wa Mungu iko neema yako ukitubu. Asante. Muda unasonga, nataka kuomba. Usikuje kusema tukukupea nafasi. Usikuje kusema acha kupigana na moyo wako. Acha kupigana na moyo wako. Simama kwa miguu yako kama unajua hiyo unataka kufanya tena hiyo agano na Mungu saa hizi. Oh Jesus, asante. Oh Jesus. Nataka kukufanana Bwana. Ndio nimekuwa Mkristo lakini katamaa kapombe akaniachi. Ndio nimekuwa Mkristo lakini katamaa kauzinifu akaniachi. Ndio nimekuwa Mkristo lakini kauongo akaniachi. Neema iko hapa leo mtoto wa Mungu. Asante. Neema iko hapa leo mtoto wa Mungu. Neema iko hapa leo. Oh yes. Watakaokosa mbingu sio tu wale ambao walikuwa wanalala kwa mitano wakilewa, hata wale waliojificha kanisani bila wokovu, wale waliojificha kanisani na tabia zingine hazieleweki. Siku hiyo itakuwa ya maajabu sana. Una neema mtoto wa Mungu. 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 Nataka kuomba na wale ambao wamekubali kusimama, lakini na wewe ungelipata neema waje kupigana na moyo wako. Sijui kwa nini Roho Mtakatifu hataki ni move. Kuna yule ambaye angalia anangojea. Acha kupigana na roho yako. Siku hazifananaki. Siku hazikuwa ni sawa. Usitake Mungu akuweke kwa mzani ndio ukubali kubadilika. Siku hazifananaki. Bado tukiwa tunafunga tu macho yetu. Wale ambao wamesimama, fanya hatua kuja hapa mbele nikuombee. Fanya hatua kuja hapa mbele nikuombee. Biblia inasema wale watakaonionea aibu mbele ya macho ya watu, nitawaonea aibu mbele ya macho ya Baba yangu na mataifa wengi. Fanya hatua. Pigeni magoti hapo mahali huko. Robo
sana kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ni yeye atakayetuongoza katika kweli yote mpaka siku hiyo ya mwisho ya kurudi kwa Kristo. Una neema, umekimbia hiyo kiama ambayo itaishika dunia. Una neema, umekimbia hatari hiyo kubwa ambayo itaikumba dunia. Una neema, mtoto wa Mungu, kufanya hatua, kukimbia hatua ya hatari zinazokuja kuikumba dunia. Nataka kwa dakika moja tu, mahali unapiga hiyo goti yako, anza kuambia Bwana, Bwana nataka uhusiano na wewe. Ambia Bwana nataka uhusiano na wewe. Ambia Bwana nataka uhusiano na wewe. Mimi nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Nena na Mungu, mwambie Bwana akuone. Taja hiyo kitu na kusumbua moyo. Taja hiyo kitu mbele za Mungu. Ambia Bwana, lilia Mungu wako. Ambia Bwana, nimekataa hii moja, nimeikataa. Nimeitembea ndani ya kutosha. Hii moja nimeifanya ya kutosha. Hii moja nimeiona ya kutosha. Nimekataa aibu yayo kabisa. Mungu, leo nataka uhusiano mpya na wewe. Siku hazifanananaji. Bado macho ya kila mmoja ikiwa inafungwa, tuombe pamoja na wao. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo ni siku tofauti. Nimegundua mwendo wangu na wewe umeharibishwa mahali, lakini leo nimefanya uamuzi wa moyo wangu kukurudi wewe 100%. Bwana, nakataa moto ya Jehanamu haijafanywa juu yangu. Mimi sitakufa na kupotea. Natangaza baada ya kifo changu nitaishi tena katika mikono yako, katika nguvu zako, katika uwepo wako milele na milele. Bwana Yesu, leo hii niwezeshe kushinda ubaya kwa wema. Niwezeshe kuyashinda yaliyonishinda mbele. Niwezeshe kushindana na tamaa zote zilizonisumbua. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu, matendo ya maisha yangu yafanane na wewe, yapate kibali kwako. Bwana, mahali pote miguu yangu itasimama, palete utukufu kwako. Mahali pote macho yangu yatatazama, yalete utukufu kwako. Mahali pote mikono yangu itaguza, palete utukufu kwako. Bwana, nakuhitaji kuliko yote. Bwana, nakuhitaji kuliko kila kitu. Kutoka leo nakataa patano niliyoifanya na dunia, naivunja leo. Napatana na wewe juu ya mbingu zako. Shangilia Bwana kwa makofi. Shangilia Bwana kwa makofi. God bless you. God bless you. God join now. We pray all of us this prayer together. Let's stand on our feet. Let's stand on our feet. All of us will pray this prayer together. Sema, mimi nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Roho, mimi nataka
Ninakuamini, naamini nguvu zako, naamini uweza wako. Bwana Yesu, unapoendelea kunikumbusha kuhusu mwisho wa dunia, na kuomba neema moja, Roho wako asitoke kwangu, nguvu zako zinijae mimi. Nimegundua kitu moja, uoga wa kifo ni kwa sababu ya dhambi. Maisha matakatifu ni nguvu zidi ya kifo. Bwana, niwezeshe nitembee katika utakaso, nitembee katika uoga wako, nitembee katika utakatifu, na wala sitaogopa kitu. Na kushangilia wewe uliyeniokoa, na kushangilia wewe uliyenikufia, na kushangilia wewe uliyenitakasa, na kushangilia. Baada ya maombi hayo, inua mikono yako mahali uliko. Natangaza kila magonjwa yaliyojificha ndani ya mwili wako yapotee. Natangaza kila vita uliovipigana usivipigane tena. Roho ya kifo isikukaribie, roho ya mauti isikuje kwako. Navunja accident kwa maisha yako. Natangaza kifo ya ujana ipotee kwa jina la Yesu. Kifo ya kabla ya muda iondoke kwa njia yako. Nakubariki, 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 nakufunika na damu ya Yesu. Nafunika uzao wako na damu ya Yesu. Nabariki tumbo yako, nabariki kazi yako, nabariki mikono yako, nabariki familia yako. Magonjwa hayatakuja karibu ya wewe, magonjwa hayatakuja kwa nyumba yako. Hautapata habari zibaya, masikio yako hayatasikia habari mbaya. Natangaza ukingo, ulinzi, natangaza utungaji, natangaza neema. Hii wiki iwe ya baraka, hii wiki iwe ya neema, hii wiki iwe ya mafanikio, hii wiki iwe ya mafanikio, hii wiki iwe ya mafanikio, hii wiki iwe ya mafanikio. Wanaohitaji kazi wapate, wanaohitaji uchumba wapate, wanaohitaji ndoa wapate,
wanaohitaji mahitaji ya biashara wapate, walio na mahitaji makubwa na madogo, Mungu ayajibu, Mungu ayajibu, Mungu ayajibu, Mungu ayajibu. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace be with us now and forevermore. Amen, amen. See you on Tuesday, and then on Friday. May the Lord bless you. Make sure you fellowship with somebody. We are a family. God bless you, God bless you, God bless you.